Karibu sana mtazamaji wa Zod Media, kwa mara nyingine tena uko nami mtangazaji wako Victor Moshi. Ikiwa imesalia siku moja kuadhimisha miaka miwili tangu kuanza kwa vita vya Gaza, ambapo Oktoba 7 mwaka 2023 wanamgambo wa Hamas nchini Palestina walifanya mauaji ya halaiki kwa kuvamia maeneo yaliyoko kusini mwa Israel na kuua watu zaidi ya 1200 pamoja na kuchukua mateka zaidi ya 200 ambao mpaka sasa mateka 48 bado hawajaachiliwa. Sasa basi jeshi la Israel kupitia Wizara ya Ulinzi ya Israel limeweza kutoa taarifa kuelekea kuadhimisha miaka miwili tangu shambulizi baya lililopewa jina la Al-Aqsa liweze kufanyika. Sasa taarifa inasema kwamba angalau wanajeshi wa Israel 1152 wameuawa tangu kuanza kwa vita vya Israel dhidi ya Gaza mnamo Oktoba 2023 kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Israel. Takribani 42% ya wanajeshi hao waliouawa walikuwa na umri chini ya miaka 21. Takwimu hizo zinajumuisha wanajeshi wa kawaida, maafisa wa polisi, maafisa wa idara ya usalama wa ndani yani Shin Bet na vikosi maalum vya operation. Idadi hiyo pia inajumuisha waliouawa wakati wa shambulizi la Oktoba 7 mwaka 2023 ambapo wapiganaji wa Hamas walivamia kusini mwa Israel na kuwaua mamia ya watu, jambo lililosababisha kuanza kwa vita ya sasa. Kwa mujibu wa ripoti ya Al Jazeera, jeshi la Israel limekuwa likipoteza wanajeshi kadhaa katika mapigano ya ardhini ndani ya ukanda wa Gaza, hasa katika maeneo ya Gaza City na Khan Yunus ambako wapiganaji wa Hamas wameendelea kutoa upinzani mkali licha ya mashambulizi makubwa ya anga. Vyanzo vya ndani vya jeshi vimeeleza kuwa idadi ya majeruhi pia ni kubwa, huku mamia ya wanajeshi wakipata majeraha makubwa katika operesheni mbalimbali. Wakati huo huo, makundi ya haki za binadamu yamekosoa serikali ya Israel kwa kuendelea na mashambulizi mazito ambayo yamesababisha vifo vya maelfu ya raia wa Kipalestina, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Serikali ya Israel kwa hivi sasa wako katika nchi ya Misri kuweza kukubaliana na Hamas kwa ajili ya kuweza kusitisha vita, lakini vile vile kuweza kuachia mateka kwa namna moja ama namna nyingine, ambapo viongozi wao wawakilishi wako nchini Misri katika mji wa Cairo kuweza kuongea mambo yote ambayo yanakwenda kuleta mwafaka mzuri katika ukanda wote wa Mashariki ya Kati kwa ujumla. Sasa jeshi la Israel linazidi kutoa takwimu za vita hivyo, huku vikielekea ukingoni, basi wanaweza kutoa ripoti ambazo taifa la Israel kupitia wananchi wake waweze kufahamu nini ambacho kilijiri katika vita karibuni miaka miwili. Mtazamaji wetu, tutakuletea kwa undani kabisa ripoti zote ambazo zitakuwa zinatoka huko katika ukanda wa Mashariki ya Kati, lakini vile vile yote ambayo yatajiri katika ukanda wa Gaza, basi sisi kama Zone Media tutakuletea hapa. Usisahau kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Jina langu naitwa Victor Moshi.